Naitwa Edgar Bosco Mtitu, ni diwani wa kata Lubonde, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa. Leo tulikuwa na mambo mawili. Kwanza kikao cha mkutano wa baraza la waheshimiwa madiwani, baraza la kawaida, lakini tulikuwa na kwa ajili ya bajeti, kupitisha bajeti yetu ya halmashauri. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tunategemea kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 49.5, lakini kati ya hiyo shilingi bilioni 5.6 yatakuwa ni mapato ya ndani. Kwa tunategemea kupanua wigo wa makusanyo yetu ndani ya halmashauri. Hivyo tukikusanya vizuri, manake tunakwenda kutatua changamoto za wananchi moja kwa moja. Tutaenda kukopesha vikundi. Umeona pale kwenye bajeti kuna bajeti tumeweka mahususi kwa ajili ya kuendelea kuwawezesha wananchi kiuchumi, kwa maana ya kwenda kuotesha miche za maparachichi, miche za korosho, miche za kahawa, kununua mbegu za ufuta na kuwagawia wananchi bure. Hiyo ni njia pekee ya kuhakikisha tunawawezesha wananchi wetu kiuchumi. Kumwezesha wananchi kiuchumi sio kumpa fedha, ni kumfanya kesho apate fedha. Kwa sisi tumejipanga katika hiyo, lakini pia tutakwenda kutekeleza miradi ya maendeleo. Umeona kwenye bajeti tumetenga bajeti kwa ajili ya kwenda kufungua barabara mpya vijijini ambazo hazitahusishwa kule TARURA. Sisi kama halmashauri tutahakikisha tunatekeleza, angalau basi tunafungua barabara zile ambazo kule tunakokusanya mapato, zile barabara zinasaidia kuongeza uchumi kwa wananchi wetu na kuongeza mapato kwa halmashauri. Vyanzo ni vingi. Mbona kuna viwanda pale vipya au vilikuwa sio vyanzo. Tuna stendi pale tumeanzisha mpya kabisa. Tuna vyanzo vingi. Kwa hiyo tunaendelea kubuni na vingine, lakini umeona mkakati wa wilaya hapo. Mkakati wa wilaya ni kuhakikisha kwanza tunawaleta wawekezaji. Kumleta wawekezaji ni chanzo cha mapato. Na umeona hapa tunazungumza viwanda karibu 4-5 ambavyo tunategemea viwepo Ludewa. Viwanda kama umesikia pale, viwanda vya chuma, viwanda vya kuenjoy madini ya titanium. Bila shaka umesikia mkuu wetu wa wilaya pale. Mkuu wa wilaya anapambana sana. Mkuu wa wilaya anatamani sana Ludewa, yaani angekuwa na uwezo angetamani leo Ludewa leo ibadilike iwe kama Dubai hivi, lakini sasa kwa sababu hatujachelewa, lakini naamini ipo siku tutafika. Kwa hiyo tunaenda kupambana. Changamoto ya kukatoka kwa umeme, nafikiri meneja wetu ameeleza pale kwamba changamoto inatokana na miundombinu mibovu ya umeme kwenye baadhi ya miradi ambayo imepokelewa kutoka kwa wadau mbalimbali. Kwa mfano mradi wa Juuma, huko mradi pale Madope, ameeleza pale meneja. Kwa hiyo ile miradi muda ambao inakuwa kule inasumbua, inasababisha Ludewa yote inakosa umeme. Na amesema pale kwamba wamefanya mkakati wa kutafuta auto reclosure za kuhakikisha inapotokea fault kule kwenye zile line, basi hizi zinakata ili huko endelee kuwa na umeme mpaka pale ambapo tutapata solution ya ile mradi ya solution ya kudumu. Lakini msikia mheshimiwa mbunge amezungumzia pale kwamba tunatarajia kupata kama bilioni 6 ambazo zitatusaidia kuhakikisha ile miradi ya umeme kule inaimarika. Na inapoimarika, tunapozungumza uchumi wa viwanda, tunapozungumza uwekezaji wa viwanda, ni pamoja na umeme. Kama hatuna umeme wa hakika, maana hao wawekezaji hawezi kuja kuwekeza. Hata viwanda tunazungumza vitano, maana wataondoka. Sasa tunapozungumza habari ya uchumi, habari ya kuongeza mapato, ni lazima tujikite pia kuhakikisha tunafuatilia na kuhakikisha huduma za umeme zinapatikana muda wote. Umeona kwamba tumekaa ndani ya lisali moja, mimi katika zaidi mara 30. Kitu hicho wawekezaji hawakitaki, hawatamani hiyo hivyo, hata sisi hatupendi. Lakini kutokana na changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wetu, tunaendelea kupambana na kuhakikisha mwisho wa siku umeme utakuwa stable. Inagusa kwa sababu pale kuna vipengele vya kwenda kufungua miundombinu, kwa mfano ya barabara. Zile barabara zinaelekea kule kwenye yale maeneo ya uchimbaji na maeneo mengine ya kiuwekezaji mengine ya kimkakati. Umeona pale tuna habari ya upimaji wa viwanja. Kwa tunaenda kupima viwanja. Viwanja vile halmashauri itapata fedha na wananchi watapata viwanja. Kwa hiyo itagusa mwananchi moja kwa moja. Kwanza kwa majina naitwa Vasco Mgimba, ni diwani wa kata ya Ludende, lakini mimi ni mwenyekiti wa kamati ya elimu, afya na maji. Leo tulikuwa na vikao viwili, mikutano miwili ya baraza. Kwanza mkutano wa kwanza ulikuwa ni kujadili taarifa ya utekelezaji ya robo ya pili, lakini agenda ya mkutano wa pili ulikuwa ni kupitisha na kujadili budget, mpango wa budget ya mwaka 2026-2027.
Tulichokipitisha inakwenda kuleta matumaini kwa wananchi, kwa sababu bajeti hii imejikita katika sekta muhimu. Kwa tukizungumzia kwenye sekta za afya, zinakwenda kumaliza baadhi ya maboma na zahanati, lakini sehemu nyingine ni kwenye kilimo na mifugo. Tumetenga bajeti ambayo itawasaidia wakuu wa idara ya kilimo kwenda kutembelea wakulima, hasa tuna mazao mkakati kwenye halmashauri ya wilaya ya Ludewa. Kwa hiyo kimsingi katika bajeti tuliyopitisha pia itawasaidia kwenda kufanya kazi kwa urahisi zaidi endapo itapitishwa hii bajeti hii. Mwisho wa siku kwenda kuwasaidia hasa kuangalia vile vitalu vya miche. Kama najua wilaya ya Ludewa kuna mikakati ya kilimo kwenye mazao ya biashara, zao la kahawa. Tunaona leo mkoa wa kuzungumzia kwenye mazao ya ufuta, mbaazi, lakini kubwa zaidi kuna vile vitalu vya parachichi kwa ajili ya msimu wa mwaka 2027. Sasa basi kwa bajeti hii inakwenda kuleta matumaini makubwa zaidi, lakini kubwa kuna ile miradi ambayo ilikuwa miradi kiporo ambayo ilikuwa haijakamilishwa. Kwa kupitia bajeti hii ambayo ikipitishwa vizuri kabisa itaanza kufanya kazi na kuweza kukidhi mahitaji na matamanio ya wananchi.